Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawakaribisha tena katika kipindi chetu cha neno sana majira haya. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Nawapa hongera nyingi kwa nyinyi ambao wamepata kibali cha kuweza kufika madhabahuni siku ya leo. Ni kwa neema ya ajabu. Wako waliotamani kuwa hapa mahali hapa sana muda kama huu lakini hawakupata kibali. Lakini sisi Mungu ametupa neema na kibali cha kuwa hemani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Basi kwa wale ambao wako kwenye online ya Gideon TV, tunawakaribisha sana katika kipindi chetu cha neno jioni ya leo. Kwa majina anaitwa Niseta Asenga, ni mhudumu wa mahali hapa. Ninahudumu katika kanisa la Mlima Moria lililopo maili 6. Tunawakaribisha sana wale ambao wako kwenye online tushiriki katika kulisikiliza neno la Mungu jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Basi bila kupoteza muda, tufunge macho yetu, tuinamishe vichwa vyetu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, weza na mamlaka, na liinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante hata kwa ajili ya sana majira haya ambao umetupa tena kibali chakula na kunywa mezani pako. Zaidi tunakualika Roho yako Mtakatifu ukatamalaki mahali hapa Bwana. Fungua mioyo ya kila mmoja aliyofika mahali hapa kwa ajili ya kulisikiliza neno lako Mungu mfalme wa amani. Hata wale ambao wanaangalia katika kipindi cha Gideon Online TV, Mungu ukawape kibali cha kulisikiliza neno hili mfalme wa amani. Wakaliishi Baba. Likawe ni mwanga na nuru katika maisha yao mfalme wa amani. Baba, nami mtumwa wako najikabidhi mikononi mwako, ukanitumie kwa kadri uwezavyo mfalme wa amani. Mimi nipungue sana, wewe uongezeke Bwana. Na alika Roho Mtakatifu akatamalaki juu ya kila mmoja mahali hapa Baba. Katika kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana, Roho Mtakatifu kamata fahamu zao, fikra zao, mawazo yao, ulimi wao, kinywa chao Mungu mfalme wa amani, kwa kupitia neno hili Baba likapata kwenda kuganga mioyo yao na kuwaponya. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno letu siku ya leo, ujumbe wa siku ya leo unatoka katika kitabu cha Mithali 3 mstari ule wa 5 hadi wa 6. Kichwa cha habari cha neno kinasema ya kwamba katika jaribu ulilo nalo weka tumaini lako kwa Mungu atakuvusha. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Katika jaribu ulilo nalo weka tumaini lako kwa Mungu, naye Mungu atakuvusha. Haijalishi unapita katika mapito mangapi, haijalishi unapita katika majaribu mangapi, ni wewe tu kuamini ya kwamba umefika mahali hapa Mlima Moria siku ya leo. Amini kwamba Mungu ataenda kukuvusha katika pito unalolipitia. Amini kwamba Mungu ataenda kukuvusha katika jaribu unalolipitia. Ni wewe tu mwenyewe mtu wa Mungu kutengeneza kiwango chako cha imani. Haleluya watu wa Mungu. Basi tukasome katika kitabu cha Mithali 3 mstari ule wa 5 hadi wa 6, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Haleluya watu wa Mungu. Tumeambiwa tumtumaini Bwana kwa moyo wetu wote, wala tusitegemee akili zetu. Haleluya mtu wa Mungu. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote. Haijalishi una changamoto zipi unazozipitia katika maisha. Haijalishi una changamoto zipi unazozipitia juu ya watoto wako. Mtumainie Bwana, naye atanyoosha mapito yako yote. Haleluya watu wa Mungu. Tumekuwa tukipita katika changamoto nyingi lakini hatumtumainii Bwana, tunawatumainia wanadamu. Tumekuwa tukipita katika changamoto nyingi lakini hatuweki tumaini letu kwa Bwana, tunaweka tumaini letu kwa wanadamu. Lakini jioni ya leo neno la Mungu latuambia kwamba tumtumainie Bwana katika changamoto tunazozipitia. Tumtumainie Bwana katika mapito tunayoyapitia. Tumtumainie Bwana katika majaribu tunayoyapitia, naye atanyoosha njia zetu. Haleluya watu wa Mungu. Usichoke mtu wa Mungu katika jaribu lilo nalo. Tumekuwa tukipita katika majaribu mengi.
tumekuwa tukipita katika dhiki na adha mbalimbali juu ya maisha yetu, juu ya watoto wetu, lakini tuamini ya kwamba Yesu Kristo peke yake ndio tumaini letu. Tuamini ya kwamba hatuna tumaini lingine zaidi ya Mungu peke yake. Haleluya watu wa Mungu. Watu wa Mungu ndio kuja katika kanisa la Mlima Moria. Ni wewe tu mwenyewe kupandisha kiwango chako cha imani na kumwambia Mungu, tazama nimefika mahali hapa, natamani nikuone, natamani nisirudi kama nilivyokuja. Hakika Mungu hata kuacha mtu wa Mungu. Ni lazima utaondoka na uponyaji mahali hapa. Ni lazima utaondoka na uzima mahali hapa. Je, ulivyotoka nyumbani kwako umepandisha kiwango chako cha imani? Ukamwambia Mungu, tazama ninaenda kanisani siku ya leo, ninaomba nikifika mahali pale niache mateso yangu yote nilokuja nayo mahali hapa. Haleluya watu wa Mungu. Mungu hata kuacha na wala hata kupungukia na wala hata kuacha ukarudi kama ulivyokuja mtu wa Mungu. Ni wewe tu mtu wa Mungu umejipangaje? Maana neno la Mungu linatuambia ya kwamba katika njia zako zote mkiri yeye naye atanyoosha mapito yako. Unajua ni mangapi ulioyapitia mtu wa Mungu? Unajua umepita katika mapito mangapi? Je, unajua umemkiri Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Je, umelitaja jina la Yesu kwamba ukamwambia Yesu, siku ya leo Yesu naomba nikakuone. Siku ya leo Yesu nisirudi kama nilivyokuja. Haleluya watu wa Mungu. Ukiwa na tumaini kama hilo, hakika Mungu hatakuacha. Haijalishi mtu wa Mungu una changamoto gani kwenye maisha, haijalishi ni kwenye ndoa, haijalishi ni kwenye elimu, haijalishi ni kwenye biashara, mkiri tu Bwana. Likiri tu jina la Yesu. Weka tumaini kwa Yesu. Weka tumaini kwa Mungu juu ya watoto wako. Weka tumaini kwa Mungu juu ya biashara yako. Weka tumaini kwa Mungu juu ya ndoa yako. Hakika Mungu hatakuacha mtu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Mahali hapa yuko Yesu anayeponya. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Basi tukafungue tena katika kitabu chetu Zaburi. Katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 62. Zaburi ya 62 mstari wa 1 na wa 2. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu yamngoja Bwana, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Wokovu wangu hutoka kwake. Yeye ndiye mwamba wangu na ngome na wokovu wangu. Ngome yangu sintatikisika sana. Haleluya wateule wa Mungu. Haleluya kanisa. Nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya. Mtu wa Mungu loko mahali hapa, msii Mungu. Nafsi yako imngoje Mungu peke yake na wala sio mwanadamu. Nafsi yako imngoje Mungu peke yake na wala sio waganga. Haleluya watu wa Mungu. Katika pito unalolipitia, hebu mwambie Mungu, wewe ni wewe tu. Nafsi yangu imetulia kwako. Ninakungoja wewe Yesu. Ninajua jawabu la maisha yangu, jawabu la mateso yangu liko kwako Yesu. Haleluya wateule wa Mungu. Mungu atafanya na wala hata kuacha. Tumwangalie mtumishi wa Mungu Danieli. Alipita katika changamoto nyingi. Alipita katika adha mbalimbali. Akawekwa kwenye tundu la simba. Haleluya watu wa Mungu. Lakini nafsi yake ilimngoja Bwana kwa kimya. Hakumwangalia mwanadamu anasema nini. Hakuangalia wale mdumbukiza kwenye ile shimo wanasema nini. Hakuangalia kwenye lile shimo atakula nini, atauawa au hatauawa. Haleluya watu wa Mungu. Nafsi yake ilimtumainia Bwana kwa ukimya. Aliendelea kumlilia Bwana, akiamini kwamba Mungu wake hatamuacha. Akiamini ya kwamba Mungu anayemtumikia ni Mungu wa kweli. Ni Mungu anayetenda matendo makubwa na makuu. Kwa hiyo nafsi yake ikatulia kimya kwa Bwana. Akawa anamsemesha Mungu. Lakini mtu wa Mungu, Mungu alituma malaika, akakamata makanya ya simba, akayanyamazisha kimya. Haleluya wateule wa Mungu.
Naye Danieli simba hawakuweza kumdhuru. Japokuwa walikuwa na njaa, japokuwa walikuwa hawajala siku nyingi, lakini walinyamaza kimya na hawakuweza kumdhuru. Ni nini? Nafsi yake aliitumainia kwa Bwana, akiamini kwamba atakayemuokoa ni Mungu peke yake na wala sio mwanadamu. Akiamini ya kwamba atakayemuokoa kwenye lile shimo lenye simba wakali ni Mungu peke yake. Haleluya, wateule wa Mungu. Nawe jioni ya leo nakusihi mtu wa Mungu, usiamini mtu yoyote zaidi ya Mungu peke yake. Ndiye atakayeweza kukuokoa, ndiye atakayeweza kukuponya juu ya changamoto unazozipitia. Nafsi yako iweke kwa Bwana, tumaini lako liweke kwa Bwana. Mtegemee Bwana kwa moyo wako wote, na hata kuacha mtu wa Mungu, hata kuacha ukaibika katika changamoto ulizo nazo, hata kuacha ukaibika katika changamoto unazozipitia. Danieli aliamini kabisa ya kwamba yuko Mungu ninayemtumainia na ndiye atakayeniokoa. Yuko Mungu ninayemtumainia na ndiye atakayenitoa kwenye hili shimo nikiwa na afya njema. Angeterereka, angeliwa na wale simba, lakini aliweka tumaini lake kwa Bwana. Watu wa Mungu, haleluya kanisa. Nami jioni la leo mtu wa Mungu nakusihi, weka tumaini lako kwa Bwana peke yako. Weka tumaini lako kwa Bwana peke yake. Usiweke tumaini kwa waganga, usiweke tumaini kwa wachawi, usiweke tumaini kwa Freemasoni. Yesu pekee ndio tumaini letu siku ya leo. Haleluya, watu wa Mungu. Mtu wa Mungu loko mahali hapa, usiogope. Tumwangalie Ayubu. Haleluya, wateule wa Mungu. Ayubu amepita katika mapito makubwa, changamoto nyingi. Watoto wake wote wakafa, mali zake zote zikateketea, akabaki kama jinsi alivyo. Haleluya, wateule wa Mungu. Alipita katika changamoto nyingi. Sisi tulioko mahali hapa hatujapita kwenye changamoto za Ayubu hata mmoja, lakini aliendelea kuweka tumaini lake kwa Bwana, akiamini ya kwamba yuko Mungu anayeokoa, yuko Mungu anayeponya. Haleluya kanisa. Aliendelea kumtumainia Mungu kwa moyo wake wote. Alikiri ya kwamba nilitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nimekuja duniani nikiwa uchi, nimekuja nikiwa mtupu, sikuja na mali, sikuja na watoto. Na wewe mtu wa Mungu jioni ya leo, amini ya kwamba dunia hii umekuja ukiwa mtupu. Mtegemee Mungu aliyekuumba, mtegemee Mungu aliyekujua hata kabla mama yako hajakutunga mimba. Haleluya, wateule wa Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni Mungu anayetenda. Mungu wetu hajawahi kushindwa. Ni wewe tu mtu wa Mungu, umejipangaje siku hii ya leo? Ni wewe tu mtu wa Mungu, umekujaje mahali hapa siku hii ya leo? Tukimwangalia Ayubu, mali zote ziliisha, watoto wote wakaisha, akabaki kama alivyo, akapigwa na majipu mwili mzima, mpaka mke wake akamwambia mkufuru Mungu ukafe. Lakini kwa sababu Ayubu alikuwa anamtumainia Mungu na tumaini lake alikuwa ameliweka kwa Mungu na moyo wake wote ulikuwa kwa Mungu, aliendelea kumtazama Yesu. Haleluya, wateule wa Mungu. Aliendelea kumtazama Yesu, akiamini ya kwamba Yesu pekee ndio msaada wake, akiamini ya kwamba Yesu pekee ndio kimbilio lake, hana kimbilio lingine zaidi yake. Haleluya, watu wa Mungu. Nami jioni ya leo ninakusihi, embu mwache Yesu awe pekee ndio kimbilio lako. Mwache awe Yesu pekee awe ndio msaada wako. Haleluya, watu wa Mungu. Mstari wa 2 anasema ya kwamba yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ngome yangu, sintatikisika sana. Haleluya kanisa. Yesu pekee ndio mwamba wako. Yesu pekee ndio ngome yako, na hautatikisika katika mapito unayopita, na hautatikisika katika majaribu unayoyapitia. Ukimwacha Yesu akawa mwamba wako, ukimwacha Yesu akawa ngome yako. Haleluya, wateule wa Mungu. Embu tujifunze kuwalea watoto wetu katika njia iliyo bora. Tujifunze kuambia watoto wetu watembee katika njia iliyo sahihi, inayompendeza Mungu. Tujifunze kuambia watoto wetu wamtumainie Mungu. Mtu wa Mungu leo kuja mahali hapa, tulia mahali hapa kwa uaminifu. Yuko Mungu anayeponya,
Yuko Mungu anayeokoa. Yuko Mungu asiyeshindwa na chochote. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hata wale ambao saizi mnaniangalia katika kipindi cha Gideon Online TV, mtu wa Mungu, ninakusihi, hebu mwache Yesu awe mwamba wa maisha yako. Mwache Yesu awe ngome ya maisha yako. Utavuka katika jaribu unalolipitia. Utavuka katika mapito unayopitia. Haijalishi ni changamoto za watu wa Mungu. Dunia ya sasa imekuwa na changamoto nyingi. Mauaji mengi. Watu wanauana bila sababu. Watu wanauana bila hatia. Wazazi wanaua watoto wao wenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Mtoto anamuua baba yake. Ni nini? Hakuna hofu ya Mungu kwenye mioyo ya watoto wetu tena. Hakuna hofu ya Mungu kwenye mioyo ya watoto wetu tena watu wa Mungu. Hakuna hofu ya Mungu kwenye kanisa la Mungu tena. Watu wameona hakuna Mungu tena saa. Wameona hakuna Mungu tena. Haleluya wateule wa Mungu. Wameona wanadamu ndo kila kitu katika maisha. Wameacha kumtumainia Mungu, wakatembea kwa akili zao wenyewe. Wakatembea kwa fahamu zao wenyewe. Lakini leo hii tunaambia tumkiri Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wateule wa Mungu, dunia sasa imeharibika. Ni sisi tukae chini tuwaombee watoto wetu. Ni sisi tukae chini tuwaambie watoto wetu kwamba wamtazame Bwana peke yao. Waweke tumaini lao kwa Mungu peke yao na wala sio kwa mwanadamu. Haleluya wateule wa Mungu. Watoto wetu wamekuwa kituko. Wengine wamekuwa makahaba, wengine wamekuwa majambazi, wengine hawana hofu ya Mungu. Yuko razi kumuua baba yake kwa ajili ya mali. Yuko razi kumuua mama yake kwa ajili ya mali. Haleluya wateule wa Mungu. Wazazi wamekuwa hawana hofu ya Mungu. Wako tayari kuwatoa watoto wao kafara kwa ajili ya mali. Wako tayari kuwatoa wake zao kafara kwa ajili ya mali. Tunaenda wapi wateule wa Mungu? Mtu wa Mungu ambaye Mungu amekupa kibali cha kuwa hemani mwa Bwana siku hii ya leo, hebu weka tumaini lako kwa Bwana. Haijalishi ni changamoto za kifedha unazopitia. Haijalishi ni changamoto juu ya elimu ya watoto wako. Ukiweka tumaini lako kwa Bwana na ukamtumainia Bwana kwa kimya, hakika atafungua malango ya biashara zako. Haleluya watu wa Mungu. Hakika atafungua malango juu ya watoto wako. Hakika atafungua malango hata juu ya utumishi wako. Haleluya wateule wa Mungu. Tumekuwa tukilazimisha, tukienenda kinyume na Mungu. Tumekuwa tukimlazimisha Mungu afanye mambo ambayo bado hajataraji kuyafanya. Yamkini ni katika utumishi wako. Unataka upande viwango vya juu. Mtu wa Mungu, hebu tulia. Kaa kwa ukimya. Mtafakari Mungu. Wakati wa Bwana ukifika, ni atakupandisha kwa wakati wake. Mungu wetu ana sana majira ya kufanya mambo anayoyataka yeye mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu. Haijalishi ni kwenye biashara yako. Umefungua biashara ikawa inakufa kile itwapo leo. Hebu kaa, weka tumaini lako kwa Mungu. Wakati wa Bwana ukifika, hakika Mungu ataenda kukupa biashara kubwa kubwa, hata kuacha mtu wa Mungu. Hata kuacha ukaaibika. Yoyote yule ambaye anamtumainia Yesu, yoyote yule ambaye anaweka tumaini lake kwa Bwana, Mungu hajawahi kumwacha. Mungu hajawahi kumtupa. Mungu hajawahi kuacha familia yake. Haleluya kanisa. Je, sisi tunaweka tumaini letu kwa Mungu au tunaweka tumaini letu kwa wanadamu? Mtu wa Mungu, siku zote ukiweka tumaini lako kwa mwanadamu, hakika hutafanikiwa. Haijalishi ni popote pale. Haijalishi ni kwenye biashara. Haijalishi ni kwenye kazi yako. Haijalishi ni kwenye utumishi ulio nao. Ninakusihi jioni ya leo, weka tumaini lako kwa Mungu. Yesu pekee ndio tumaini letu. Yesu pekee ndio msaada wetu. Yesu pekee ndio kimbilio letu. Haleluya watu wa Mungu. Ni mimi na wewe tusimame kwa Mungu kwa uaminifu, ili tuweze kuwakomboa watoto wetu, ili tuweze kukomboa familia zetu, ili tuweze kukomboa biashara zetu. Haleluya watu wa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Haleluya kanisa. Basi twende tena tukasome katika kitabu cha Warumi 15 mstari ule wa 13. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi Mungu watumaini na wajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya kanisa. Haleluya watu wa Mungu. Basi Mungu watumaini awajaze nyinyi furaha yote na amani katika kuamini. Jioni ya leo Mungu akajaze mioyo yetu tumaini na furaha. Wale ambao mioyo yenu imejeruhiwa, wale ambao nafsi zenu zimeinama, jioni ya leo Mungu akawajaze furaha na tumaini jipya tena juu ya maisha yenu. Haleluya wateule wa Mungu. Mtu wa Mungu lofika mahali hapa, amini umefika mahali sahihi. Amini mahali hapa yuko Mungu. Hutatoka kama ulivyorudi. Ni wewe tu mtu wa Mungu kusimama kwa uaminifu na kumwambia Mungu, sana majira haya naomba ukajaze tumaini jipya ndani ya moyo wangu. Naomba ukajaze furaha mpya ndani ya moyo wangu. Hakika Mungu hata kuacha mtu wa Mungu. Haleluya kanisa. Zaidi akakwambia ya kwamba mpate kuzidi sana kuwa tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Muombe Roho Mtakatifu jioni ya leo aingie ndani yako. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako mtu wa Mungu, hakika ataenda kukujaza tumaini. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, hakika ataenda kukujaza furaha. Hutarudi kama ulivyokuja mtu wa Mungu. Hutaondoka mahali hapa kama ulivyokuja. Ni wewe tu kumwambia Mungu, nimelisikiliza neno. Sana majira haya ninaomba Roho Mtakatifu aingie ndani yangu sasa, ili akajaze furaha ndoa yangu, ili akajaze furaha watoto wangu, ili akajaze furaha kwenye biashara yangu, ili akajaze furaha kwenye kazi yangu. Haleluya wateule wa Mungu. Hakika Mungu wetu ni mwaminifu. Hata tuacha tukarudi kama tulivyokuja. Ni wewe tu kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Ni wewe tu kuamini ya kwamba Mungu anatenda. Na ni wewe tu ukaweka tumaini lako kwa Bwana. Ukamwambia Bwana, sasa mateso haya yatosha. Mapito nilio nayo yatosha. Vionjo nilivyo navyo vyatosha. Majaribu nilio nayo yatosha. Sasa naweka moyo wako kwako Bwana. Ninakutumainia wewe peke yako. Ninajua utaenda kuganga majeraha ya moyo wangu. Najua unaenda kufuta majeraha ya moyo wangu. Haleluya wateule wa Mungu. Naye Mungu atafuta majeraha ya moyo wako, hata kuacha ukaondoka kama ulivyokuja. Jioni ya leo mtu wa Mungu ninakusihi, muombe Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akafanye makao ndani yako. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakuongoza namna ya kwenda, atakuongoza juu ya watoto wako, atakuongoza juu ya kazi yako, atakuongoza juu ya biashara yako. Muombe Roho Mtakatifu akuongoze kwa yale unayoyatenda. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu mtu wa Mungu, hakika utarudi nyuma bali utasonga mbele. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tumshangilie Mungu kwa vigelegele na shangwe kwa matendo makuu anaendelea kuyatenda mahali hapa. Haleluya kanisa. Maana tumemuona Mungu kwa namna ya ajabu na kwa jinsi ya ajabu. Hajawahi kutuacha hata siku moja. Tumeona vichao wakija mahali hapa wanarudi wakiwa wazima. Tumeona ambao hawana watoto wanarudi wakiwa na watoto. Haleluya watu wa Mungu. Tumeona ambao hawana ndoa wakiondoka mahali hapa wanaenda kuwa na ndoa. Haleluya wateule wa Mungu. Yuko Mungu mahali hapa. Ni wewe tu. Je, umeweka tumaini lako kwa Yesu? Ni wewe tu umeweka moyo wako wote kwa Yesu ili uondoke na uzima mtu wa Mungu? Umeweka tumaini lako kwa Yesu ili watoto wako wakapate elimu bora? Umeweka tumaini lako kwa Yesu ili biashara yako ikasonge mbele? Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Mtu wa Mungu loko mahali hapa ninakusihi jioni ya leo, weka tumaini lako kwa Yesu. Hakika Yesu hata kuacha. Ninakusihi mtu wa Mungu, Yesu ni mtamu.
Hajawahi kumwacha hata mmoja akapotea. Hajawahi kutuacha tukapotea. Amekuwa akitukumbatia. Amekuwa akitukumbatia siku zote. Ni wewe tu kusimama kwa uaminifu kwa Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Basi tuombe nguvu za Roho Mtakatifu zikaingie ndani yetu jioni ya leo, ili kila aliyofika mahali hapa akaondoke akiwa amemuona Bwana. Hata yule ambaye yuko katika kipindi cha media akamuone Bwana kwa kupitia neno hili jioni ya leo. Haleluya watu wa Mungu. Tumuombe Roho Mtakatifu aingie ndani yetu. Tumuombe Roho Mtakatifu aje katika mioyo yetu, katika nafsi zetu. Tukatembee tukiamini ya kwamba yuko Mungu anayeponya, yuko Mungu anayeokoa. Haleluya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Basi sana majira haya neno letu limeishia hapo. Kwa kumheshimu Mungu watu wa Mungu, tusimame, tuinamishe vichwa vyetu, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Baba yangu na Mungu wangu mfalme wa amani, Mungu mwenye rehema, nguvu na mamlaka, naendelea kulinua jina lako na kulibariki nikisema ni asante kwa ajili ya neno lako ulioachilia jioni ya leo juu ya watoto wako hawa mfalme wa amani. Oh Yesu, zaidi na zaidi Bwana, ukaachilie Roho wako Mtakatifu ashuke na nguvu na uweza na mamlaka, aje juu ya kila mmoja aliyokanyaga mahali hapa Baba, aje juu ya kila mmoja aliyofika mahali hapa Bwana, ili Mungu katika njia zake akatembee kwa kukutumainia wewe Bwana, katika njia zake akaweke tumaini lako kwako Bwana, akiamini ya kwamba wewe pekee ndio kimbilio lao, wewe pekee ndio msaada wao na hakuna msaada mwingine zaidi yako. Roho Mtakatifu, kila aliyofika mahali hapa Baba kwa kupitia neno hili Jehova Ire, usiache likapotea bure Mungu mfalme wa amani, bali likagange mioyo yao Mungu falme Baba, zaidi na zaidi hata wale wanaoangalia katika media Yesu, katika channel ya Gideon Online TV Bwana. Baba, ukawape kibali kipya kwa kupitia neno hili Bwana, wakakutumainie wewe Mungu mfalme wa amani, na wakaamini ya kwamba wewe Yesu pekee ndio kimbilio lao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen. Haleluya watu wa Mungu, shangilia tena Mungu watu wa Mungu.